Alright, karibuni sana, na kama mnavyotazama hivi leo tunakuja moja kwa moja kutoka hapa City Mortuary, ambapo tumeungana na familia moja. Si familia moja, ni familia kadhaa ziko hapa ambao wana malalamishi kuwa wapendwa wao waliweza kuuliwa, na ili hali ni kama wiki mbili hivi, na wamekuwa kizungushwa tu na serikali. Hawaelewi kitu gani kinaelewa, na wangetaka maybe wana malalamishi yao, maybe ndio maana tuko hapa, tunataka waongee moja kwa moja tuweze kusikia malalamishi yao. Maybe tuongee na jamaa mmoja kwa hapa, tuambie ni nani na maybe aweze kutuelezea zaidi. Mimi kwa majina naitwa Max Said Omar. Natoka Bungoma County, Webuye East, Maraka Ward. Sasa wapendwa wetu waliuawa tukiwa kwa msafara kuelekea Kasini huko Mandera, wakapigwa marisasi. I have lost two brothers, Colin Evans Simiyu and Bernard Masika. All of them coming from Bungoma County, Webuye East, Maraka Ward. So they have been kept in City Mortuary for now. It is 5 days. We are now demanding for postmortem to be done so that we can take our bodies to our county. So I'm urging all the leaders from Bungoma County for assistance, to assist us for the postmortem to be done and transport the bodies to our country for burial. Hawa ndugu zako wako na umri gani? Bernard Masika, he is 43 years old, and Evans Miu, 32 years old. All are working in Mandera County. Sijui maybe unaweza tuelezea ni kazi gani walikuwa wanafanya, alafu penye walikuwa wanaenda huko kazi kulingana na information umetupea, utuelezee ni kazi gani wanafanya na penye hasa waliuawa. Hao walikuwa helper, wanafanya kazi ya mining kwa Kware. Sasa walikuwa kwa msafara kwa gari, tukielekea Kasini, their vehicle was hijacked na wakuwa shot to death. Sasa vile walikufa, serikali ilikuja baadaye ka collect mili, tukapeleka mortuary Mandera referral teaching mortuary. From there they were referred to be taken to Nairobi. Sasa walituma Kenya Air Force, wakakuja tukabeba mwili tukaleta hapa Moi Air Base. From there they were kept in the ambulance, transported to City Mortuary. From there wakatuambia ati postmortem itafanywa huku, but hatuoni chochote chenye kinaendelea. Mara hivi wanatuzungusha hapa na pale. Na sisi tunatoka Bungoma, hatuna namna yoyote. Tumetumia all our resources, lakini hatuoni serikali ikitusaidia. Mara wanatutwist enter anti-terror unit, mara sijifanya hivi, mara hivi, na masiku zinasonga na watu wanaongojea to be parade ili shughuli zingine ziendelee. Sasa tunaomba serikali, His Excellency, the President, please assist us. We are urging all the leaders from Nairobi County, Honorable Sakacha and his colleagues, please style up and assist us. Where it is so painful. We have lost our brothers. Wote wawili at the same time. Ni uchungu sana. Tunalia sana. Pole sana. Unaweza tuelezea maybe hiyo gari yenye ilikuwa hijacked, yenye maybe walikuwa ndani, ilikuwa na watu wangapi, kama ni wote waliuawa ama kuna watu walibakia ama kulikuwa aje? Hiyo gari ilikuwa gari gani na ilikuwa inabeba watu wangapi? Ilikuwa Nissan. Ilikuwa inabeba around 21 people. Sasa wakati ya ambush, wengine walitoroka na 5 were shot dead. 5 wakakufa papo hapo. Ndio wako City Mortuary wanangojea postmortem to be done. Lakini mara daktari sijako Chiromo, mara ako wapi, hatuna uhakika. Wanatuchallenge tu mara ofisi hii na masiku zinasonga. We demand for justice. Maybe unaweza tuelezea au wapendwa wako ripoti ya kifo chao ilikufikia na njia gani? Nilikuwa kwa hiyo msafara, lakini tulikuwa nyuma. Their vehicle was in front of us. Once it was hijacked, sisi tukarudi, yetu ikapinduka tukarudi. Ikapika U-turn. Sasa wakati turudi tukaenda tukangojea for security agency to come. Once they came, tukaandamana nao mpaka penye scene ilikuwa, ndio tukapata kufikia hapo watu 5 wameuawa. Kuangalia kati yao 2 of my brothers were shot dead. Na mimi kwa sababu umekuwa pale upande wa Mandera, umekuwa pale kwa muda gani, na hii ndio ilikuwa tukio la kwanza ama ishai happen tena? Hii ni mara ya kwanza, sijawahi hiyo. Nimekuwa for 5 years. Tukifanya kazi vizuri, hatujawahi ona machafuko kama haya. Kazi ilikuwa tu ni ya Kware? Kazi ni ya Kware tangu mimi niende Mandera, nimefanya kazi ya Kware for 5 good years. Nilikuwa nalisha familia yangu, watoto wanasoma, kila kitu inaendelea vizuri. Hatujaona mambo mbaya, hatujaona lolote mbaya kulingana na kazi hiyo.
Maybe unaweza tufahamisha kutoka mahali Kware iko na mahali mlikuwa mnaenda ama maybe mahali mnaishi ndio mlikuwa mnaelekea na distance iko namna gani? Tulikuwa tunaelekea Kasini. It was in the morning. Okay. Sasa tulikuwa tumepanda gari tunaelekea Kasini. We are just on the way, some few kilometers tufike Kasini. Hata si hiyo tulikuwa tu mbali na kazi. Tulikuwa tumekaribia tu Kasini, kumbe walifu walikuwa huko ndani. Yes. Okay. Maybe tutaendelea hivyo na maybe tuweze kuongea na mtu mwingine maybe kati ya wale wako na familia ama maybe kati ya wale walikuwa wanafanya kazi kule. Mmoja mwenye ukaribu. Maybe tufahamishe kwa majina yako, tuambie wewe ni nani na tuendelee tuweze kusikia kutoka kwako. Kwa majina naitwa John. John. John Kinyanjui. John Kinyanjui. John Kinyanjui unatoka pande gani? Natoka Juja. Ndi pande ya Thika. Wewe ulikuwa pale ama ni familia ni mko na jamaa hapa? My brother. Your brother. Wewe ulikuwa unafanya kazi Mandera na brother yako ama yeye ndo alikuwa huko peke yake? Hata mimi nilikuwa nafanya kazi huko. Na yeye alikuwa anafanya huko. Sasa wakati hii kitendo ilifanyika, walikuwa kwa matatu, wamebodi matatu wakienda kazi. Na matatu ni mingi juu kila mtu anaenda na yake. Sasa walikuwa mbele yetu. Wakati walienda tukasikia wameshambuliwa huko mbele. Wamehijackiwa kwa sababu tuliona watu wanakuja bio wakituambia tusimame. Basi tukasimama. Wakatuambia huko mbele ni kubaya. Tukapindua gari tukarudi. Sasa wakati tulifika kwa kijiji tukasikia kuna watu wamepigwa risasi. Tukakaa hapo kwa kijiji kidogo. Ndio serikali nayo ikakuja. Wakaingia. Sasa kwenda kuokota ile mili. Ndio nikapata hata brother yangu hapo hapo. Brother yako mkubwa mdogo? Yule mkubwa. Kwa sababu muuliza kutazama ile mili ilikuwa imeuliwa kwa njia gani? Kukatakatwa ama ni risasi zote? Ilikuwa imepigwa risasi yote. Hakuna mtu alikuwa amekatakatwa. Risasi tu peke yake. Kuna wale maybe waliumia ama walikufa hapo hapo? Kuna wengine waliumia, kama mmoja tulikuja na yeye wakati tulileta mili hapa. Akapelekwa hapa memorial. Hata saa hii yako hapo. Yeye aliumia mguu na mkono. Maybe lakini ni risasi alipigwa, sio kuanguka. Wakishuhudia kuna vile wanaweza sema maybe wale wenye kusababisha haya mambo maybe walikuwa kuna kitu chochote waliwaambia ama wanaulizana nini? Hasa kwa kushuhudia siwezi kuambia chenye wanauliza. Huwezi jua ile kitu walitoka anataka, kwa sababu walisimamisha gari. Wenye walipata nafasi ya kutoroka wakatoroka. Wenye hawakupata nafasi ndio waliuawa. Hii gari yenye watu waliuawa ndani ilikuwa wote ni wafanyikazi wa Kware ama ilikuwa tu ni matatu, kila mtu kuna mpenya anaenda kazi? Wote ni wafanyikazi wa Kware. Kwa sababu wanabodi matatu wakiwa pamoja. Inawapeleka alafu jioni na warudisha nyumbani. Na wakati mko huko Mandera, mnaishi area moja ama kila mtu anaishi mahali tofauti, mnakuja mnapatana mahali? Sasa kwa kazi ndio tunafanya pamoja, lakini kuishi kila mtu anaishi kwa nyumba yake. Lakini ni the same area? Ni town kubwa. Town ya Mandera ni kubwa. Okay. Sasa wewe unasema ulikuwa kwa ile matatu ilikuwa nyuma, hauko kwa ile matatu yenye ilisambuliwa? Okay. Nilikuwa nyuma. Sasa sikufika pahali hiyo kitendo ilifanyika. Na wewe kutoka pale Mandera kurudi hapa mmerudi kivipi? Tumekuja na ile ndege ile imesafirisha hiyo mili. Kaitwa mpaka hapa Moya base. Kutoka hapo tukachukua mili tukaleta hapa City Moshari. Tuleta hapa tukaambiwa kesho yake tunafanyiwa postmortem. Sisi tukakuja kesho yake. Kesho yake tukaambiwa tukuje kesho kutwa. Tena tukakuja. Sasa leo ndio tena tulikuwa tumeambiwa tukuje. Na tukakuja. Asubuhi tukaambiwa mili itafanywa postmortem saa 7. Tukakuja mpaka saa 7. Mpaka saa hii hatujaona dalili. Saa hii ni masaa ya jioni sasa. Na tena tunataka tena turudi manyumbani na tuko na familia. Sasa sisi tunaomba tu kama kunawezekana tupewe mili yetu, twende tusike. Sisi hatuna haja na postmortem. Hakuna kitu tunafanyia mili. Bora tumejua mwili mtu wetu amekufa. Tunataka twende tusike. Tuache kusumbuliwa tukikaa hapa. Tunapotezewa muda wetu. Na sisi tunajitegemea, hakuna mtu anatuandika. Hadi tunaenda kutafuta msaada hapo. Sasa tukikaa hapa tunapoteza muda. Maybe nikuulize tu swali moja, kwa sababu nyinyi ndio mmekuwa mkifanya kazi pale maeneo ya Mandera. Security iko namna gani huko? Security iko sawa kabisa. Vile tu unaona huwezi kujua accident itatokea wapi. Inatokea tu safari moja.
Hata gari sinaonanga ikienda unaona imetoboka mguu. Hiyo ni accident tu ilitokea. Tunaendaga tunapitanga tu hiyo barabara kila siku. Na kwa ule muda umekuwa pale, umekuwa kwa muda gani? Huko nimekaa kwa muda wa miaka 10. Miaka 10. Na jambo kama hili halijaitendeka? Mimi sijaiona kama hii inatendekanga anyway, lakini sikuangi karibu. Sasa hii ndio imenikaribia juu ni brother yangu. Pole sana. Tunaweza ongea na mwingine labda mwenye familia family member ako hapa City Mortuary, alafu tukiendelea. Hata walikuweko? Okay. Tuambie anza tu kwa majina. Mimi naitwa Patrick Kirao kutoka Meru County. Tigania West, wadi ya Dhwana. Hii ni mkaaji wa Mandera. Umekuwa pale kwa muda gani? Kwa miaka 13 niko Mandera. 13? 13. Familia yako iko pale ama iko huko? Familia yangu iko Meru. Iko Meru. Sasa hii siku ulikuwa wapi wewe? Hii mambo ikiendelea? Hiyo mambo ikiendelea, mimi nilikuwa kwa gari yenye ilikuwa nyuma. Sasa hiyo wakati tulikutana na magari ndio iko zingine zilikuwa mbele yetu. Sikipinduka hata yetu ndio ilipinduka tukarudi. Wewe ni kuna mtu wako wa familia amekuzwa pale? Iko kijana baba yangu ndiye amekupia kwa hiyo kitendo. Mlikuwa mnafanya kazi na yeye? Tulikuwa tunafanya kazi na yeye. Bado kazi ya kware bado? Kazi ya kware bado. Okay. So yeye alikufa hapo ama? Huyo alikufa hapo ndio tulikuta wote tu wakiwa hapo maitini. Walikuwa wamepigwa risasi, walibaki pale? Walibaki hapo tu wote wakiwa hapo tu mahali moja. Wenye kuwaua kuna vitu waliweza kuchukua, maybe vitu kama simu ama pesa ama kitu yote? Walienda, hakuna mwenye alibaki na simu na kitambulisho. Kitambulisho na simu zilienda. Waliwapora na wakabeba wale? Walibeba. Waliwaitiza kwanza. Wakaenda vizuri. Risasi walikuwa wamepigwa pande gani ya mwili kama mlivyoangalia, na walikuwa wamepigwa risasi kama ngapi? Mwenye alikuwa na risasi kidogo ni 6. Kama hiyo kijana ndio yangu ndiye alikuwa amepigwa kidogo 6. Pole. Na ni sawa, mliweza kuchukua ile mili. Sasa nyinyi mliweza kuchukua hatua gani? Mlienda kuita polisi ama nyinyi wenyewe ndio mlichukulia mili? Uona hiyo mili kwanza, hiyo kitendo kutendeka. Najua kwa hiyo grupu ya Kware tunakuanga na shaman. Shaman ndiye alipigia chifu ni simu. Chifu akawa ni mteja. Sasa yeye ndiye alifika huko akapigia county commander. Sasa county commander akachukua jukumu mpaka serikali ikakuja. Hapo karibu hakuna polisi yoyote, hakuna police station? Iko NPR kwa hiyo kijiji kwa karibu hapo mahali tunaingilia. Na hakuna hatua yoyote walikuwa wameweza kuchukua? Walisikia kitendo imetendeka, hao ndio walitangulia kuingia kwanza na miguu. Hata serikali wakati iliingia iliwakuta huko. Mliwezaje kudhibitisha ni kina nani wameweza kufanya yale mauaji? Hatukuweza. So baka kwa sasa hamjajua ni nani walifanya mauaji? Hatujajua. Mauaji maybe yalifanyika masaa ya saa ngapi hivi? Masaa saa 1 asubuhi. Asubuhi. Okay. Pole sana. Maybe tuko na msemaji mwingine hapa. Na mtazamaji, kama hivyo unavyoona, hao wote ni familia ya watu ambao waliuawa, na hapa penye tumesimama ni nje ya lango la City Mortuary, na ndio maana tumekuja hapa, sababu wanasema kwamba wamekuwa wakizungushwa kutoka wakati ule mili ililetwa hapa, wamekuwa wakizungushwa sana, na wanaomba serikali ikuwe ikiwasaidia. Kwa hivyo hao wote tunaozungumza nao ni familia ya waliopoteza uhai wao. Mwingine maybe anaweza tuongelesha kidogo tukiendelea. Tuambie majina yako, alafu tuambie unakaa wapi. Ndio umetoka kaunti gani? Kwa majina anajulikana kama Kevin Wanami Sakasa. Mimi natoka Bungoma County, Webuye West. Hao wenye wapendwa wenye wamepotea, hao ni mabrother zangu. Mimi place nakaa kule Kiambu. So wakati nilipokea simu kwamba mabrother zangu wameuawa kule Karisa, nilihuzunika na nikashtuka sana. Nimechukua jukumu ya kukuja hapa wakati nilisikia mili zao zimefika hapa City Mortuary. Imekuwa siku ya Jumatano nikakuja hapa. Tulitaka wafanyie postmortem on Wednesday, haikuwezekana. Tukaambiwa tukuje on Friday. Sisi tumeraukia hapa saa 1 tumekuwa hapa. Wakati tumeanza shughuli za kutafuta madaktari, sijui daktari anajikoroka,
juu hataki kukuja kufanya postmortem. Hasa tumeshindwa. Viongozi wetu wenye tulipiga kura tukawachagua wametusaidia, mili zimetoka mbali zimekuja hapa, lakini hawataki kuingilia kati waone hizo mili wakati zimefika huku zinaendelea aje. Mimi naomba serikali, Mheshimiwa Sakaja, mahali huko, wewe uko karibu hapa, kimbia ukuje waangalie, sisi tuko tunaumia juu hii barabara inataka pesa, mahali tunaenda ni pesa. Sasa tumeshindwa, wapendwa wetu watafika aje Bungoma County? Mr. Wetangula, mahali huko tunataka ukuje kwa hospitali hapa City Mortuary. Sisi tunaumia juu wakati tulipiga kura tukijua kwamba nyinyi ndio viongozi mtatusaidia sisi. Sasa hizi tukisimama tukiulia hivi vile tunalia, poma moja imepoteza wapendwa wawili, tunaumia. Tunaomba mkaweze kufika mahali tuko na mweze kutusaidia. Umetuelezea hii information, maybe ikikufikia ulikuwa upande gani na ulijua aje ni one of your family members mwenye amekufia hapo? Mimi hiyo siku ya Jumatano nilikuwa nimeingia kazini kama kawaida, lakini wakati before nianze kazi nikapata simu kutoka nyumbani. Nikaulizwa, wewe uko na simu ya mtandao, umeenda kwa mtandao umeona kitu yenye imehappen? Nasema hapana. Wakati niliambia mama wacha nikate simu niangalie, kuangalia kwa mtandao hivi, nikaona ndugu yangu mmoja amelala, alipigwa marisasi ya mkongo na akapeleka hii mkono yake kushika mahali penye amepigwa marisasi. Sasa yeye alikufa hivyo kama amelala. Na nikapigia mama simu nikamwambia, mama, nimepitisha nimepata Evans amekufa. Sasa sijajua kina nani wenye wako in charge na hizi mili. Wacha niendelee kungoja nione, nikipata habari yoyote mimi nitawafahamisha. Na sasa hivyo ndio ulikuja mkapatana na hizi familia zingine hapa? Sasa hivyo ndio nilikuja nikapata hii familia imeletwa hapa na pamoja na huyu ndugu yangu mwenye ameongea hapa. Sasa mimi nikawajoin. Tukaanza sasa mipangilio za kutaka tujue vile wanaweza kufanyia mili zetu postmortem. Juu ndugu yangu mmoja alipigwa marisasi zaidi ya 15. Hii kifua yake ukimwangalia kila mahali ni mashimo. Ukiangalia hii uso, yani kila mahali ni alama za marisasi. Sasa sisi tumekuja hapa vile tuliambiwa tukuje wafanyie mili postmortem, hatujaona dalili yoyote. Na tuliambiwa asubuhi tungoje mpaka saa 7. Sasa hizi ni saa 11 inaelekea na nusu, daktari hajakuja. Venye mmeweza kutembea hapa City Mortuary, mmeruhusiwa kuona mili? Tumeruhusiwa kuona mili. Iko hali gani? Iko tu hali mzuri. Mahali imewekwa wanaendelea kuitengeneza, iko sawa. Lakini sasa shida ni tulitaka wafanyie postmortem ama ipasuliwe, tuangalie kama marisasi zilipaki ndani wasitoe, na kama hawana uwezo tena sisi tupewe mili tuende nazo. Sisi tumechoka. Okay, maybe tutaweza kupata jamaa wa mwisho ama mwingine, maybe atuelezee. Majina langu yote naitwa Patrick Robe Katodo. Kutoka Katodo North. Sauti kidogo. Kutoka Katodo North. Hapa nimekuja juu ya ndugu yangu Steven Mambo. Sisi minisikia simu zikiwa nyumbani. Sikia Mandela kumepigwa. Kabla nimepiga simu huko nikasikia hata ndugu yangu mwenyewe alipigiwa huko. Sasa nikasikia wameletwa City Mortuary kwa ndege ya majeshi huko. Sasa mimi nikachukua jukumu ya kuja huku City Mortuary. Hata siku tulikuja kulikuwa sijui Jumanne. Na tangu leo hatujaruhusiwa kuenda kuweka hiyo mili mzuri. Sasa nilikuwa nauliza tutakaa hapa hadi siku gani ndio tufaidike kwenda kuizika hiyo mili. Huyo brother yako alienda huko mwaka gani maybe? Huyo brother yangu amekaa huko kama miaka 10 hivi. Amekuwa na watoto huko
na sasa hii hata watoto yake hawaja kuwa, ni wadogo sana, ni wasaga sana. Familia yake iko huko ama iko huku Gatundu? Familia yake iko Nyeri. Oh, Nyeri. Nyeri. Okay. Lakini saa hii baba yangu tunataka kwenda kumzika huko Gatundu, hali inaitwa Gorogo. Ndio sasa tunauliza. Hata ule mbunge wa kwetu anaitwa Njoroge Kuluri. Hawezi saidia sisi hata kidogo, hata tuendelee tu ili tufainike kuenda kumzika huyo ndugu yangu. Okay, pole sana. A lady, maybe unaweza ongea. Tuongee na mzee yako hapa. Yeah. Kwa majina naitwa Edith. Mwenye amekufa ni anko yangu, brother ya mamangu. Ni huzuni sana, tumekuwa tukikuja hapa kutoka juzi tukiambiwa kujeni kesho, kujeni kesho, kujeni kesho, na hakuna usaidizi ambao tunapata. Tulikuwa tunauliza kama tunaweza pewa mwili yetu twende tukaweze kutayarisha mazishi. Yeah. Umesema ni anko yako, ni brother ya mamako? Yeah, ni brother ya mamangu. Yeah. Sasa wamewaelezea ni hatua gani wamekuwa wakichukua sofa kutoka wakati mili ililetwa hapa? Ya kwanza tulipokuja kupokea mili walisema tukuje kesho postmortem. Tukakuja na walifanya kutoa tu risasi. Tena wakatuambia tukuje leo. Tena leo hakuna kitu yoyote tumeambiwa. Tunagoja daktari afiki. Yeah. Walikuwa wamewaambia maybe wakishafanya postmortem ni muda gani watawapatia miili ili muende mkazike? Sisi vile tulikuwa tunajua kulingana na ile siku tulipokea miili zetu, tulikuwa tunajua kesho tunakuja tufanywe postmortem, tuchukue mwili yetu tuipeleke mahali tutakuwa karibu na nyumbani. Yeah. Okay. Thank you very much. Labda tuongee na mzee hapa ndio aweze kutuelezea hali imekuwa namna gani. Mmeweza kutembea hapa City Mortuary. Yes. Hali iko namna gani, na first of all tufahamishe wewe ni nani? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa John Maina Ruguru. Mimi ni rafiki wa hizi familia. Hebu niseme tulipojulishwa kuhusu haya mambo, tulikuwa katika shughuli zetu za kawaida. Ilikuwa masaa ya mchana kitu saa 4. Na tulipokuja hapa City Mortuary in the evening, first of all tulikuwa tumeambiwa mili inakuja Chiromo. Tukakaa Chiromo at around 8 in the evening. We were called, tukaambiwa wamebadilisha mili inakuja hapa City Mortuary. Sisi tulikuja City Mortuary. But surprisingly tunakuja sisi ndio tumefiwa, lakini tunaambiwa tuvae gloves tutoe mili ya wapendwa wetu. Tulitoa mili na pia tukaambiwa tu identify. Hata hiyo sio shida. Shida ni tumekuja hapa from that day, tukakuja the following day, tukaambiwa tungojee daktari, hakuingia. Tukatumwa kwa anti-terrorist police unit, tukaenda huko, wakatuambia watatupatia askari leo asubuhi. Kwa kweli tuliamkia huko asubuhi at around 8, tukapewa askari, tumekuwa na wao hata sai wako hapa ndani, lakini daktari hajapatikana. Lakini sasa tulipokaa tukasikia daktari anafanya mili mingine postmortem kama ya ule mheshimiwa aliaga dunia. Hebu niseme hivi, nataka kuapili kwa serikali. Wacha kutesa watu wa chini. Hawa watu wa chini waliamka, na hakuna serikali tulichagua kwa heshima kama hii serikali ya William Ruto. Kwa hivyo inatakikana wachangamke. Tunaonanga wakichangamka, tunaona akina Kalonzo wakikuja kwa City Mortuary kutetea wengine, na tuwaone wakija kutetea watu wa Mandera. Hawa watu wameenda kutafutia watoto wao, lakini wamefanywa kiunyama. Hakuna mtu amepigwa risasi chini ya 10, na it's very sad, it's really pathetic. The government should come up, muamkie, raise up to the occasion, kuja saidia hawa wananchi. Kujeni, hawana pesa, hata wajua watazika mili na nini. Kwa mfano wale watu wanaenda huko Western, wako na mili miwili. Surely watu hata hawana kitu, hawakuwa wamelipa pesa zao, wamekuja bila anything. Saa hizi wale tuko Kiambu, si senator wako area, muamkie, muende muone hizo familia, muwasaidie, wabayeni hata kama ni sanduku, wazike familia zao. Sisi hatuna haja na kama hii kitu imesindikana, tupewe mili tuende tuzike bila hizo postmortem. Mili haitazikwa ati alafu ime. Sisi tumekubali, watu wetu wameaga, wamepigwa marisasi. Hizo zingine hatuna kesi, tupewe mili yetu tuende tuzike. Lakini security haiko sawa at all. Watu wamepigwa, watu wameuawa. Maskini wanauawa hohehae. Kwa nini government pathologist hapatikani?
Saila ni maskini ameuawa, lakini kama ni tajiri amepatikana, wameanza kwa matajiri, wacha maskini wabaki hoe hai. Mungu atakuja kuwasaidia. Otherwise tuna appeal, mkuja this to the occasion, saidiani hawa watu wenyu. Respective government representative, kama ni MP amka enda uone watu wako, kama huko ni Kamwangi huko Gatundu North, Kororia amkia mapema, ona watu wa Kamwangi huko Gorongo, kama ni Juja, Koimbori, unajua hizi ripoti, kuja tu tusaidiane, tunajua wewe ukitusaidia. Kama ulisaidia Kihenjo Junior akazikwa, wa Munyoro akatuma 1,100, kuja mshikilie, nyinyi ni watu wa national. Hata kama ni wa Munyoro atumie watu wa Bungoma pesa, atumie watu wa Kiambu, wapatie hata kama ni 50,000, tutafurahia. Sisi tuko tayari kupokea anything. Tupatieni pesa tuzike wapendwa wetu. Thank you so much. Mimi ni rafiki wa familia na pia mimi ni kiongozi wa kijiji yetu. Thank you so much. Asante sana. Na maybe tukorekereria hau tukorekereria hau mweroreri na taguo wakigwa ntwaria githwairi kira hana ta giguto ikarira hanini taguo tukugite twi haha nja wa City Mortuary na tukire kwaria na family ino nigetha tukorwo tukiigwa hihi mateta mao kuri thirikari niki thutha wa family ciao korwo makiuragirwo kuria mwena wa Mandera na njira ya kuhurwo rithathi, na tuoka tukorwo tukinyita ripoti yao ya uria mangithika miri ya endwa ao kana uria mangineo miri, no kuringana na uria maundu mathiaga, angikorwo ni accident, angikorwo ni shooting star icio mutingiheo miri iteketwo postmortem, na nikio metereire postmortem kuma muthenya wa Tuesday toguo marakiuga, na marakihoya thirikari ikorwo ikimaririri kana ikorwo ikimateithia nigetha maheo miri ya ciana ciao mathi magethikire. Gwicire tukurekereria hau Jefasi no korirwo wina tarige kiugo ungiaria ni undu ringihoya akenya aitu ni atai konirorera hihi ripoti ino na niyo igwa no igwa tuna andu a county ya Bungoma haha, tuna andu kuma Kiambu county, Meru na ginya andu kuma kuria Meru. Tafadhali ayikono wirorere hau either MCA MP or anything, tafadhali kinyera family ici nigetha cituike cia guteithika na maundu matuike ma guthi na mbere. No igwa andu aya MP arakuire ona ndani nete thikũ igĩrĩ nĩ wamba kuheo first priority, no muthini athi na mbere gukoma guku. Andu aya marathinika ni wiki ya keri wapendwa ao mario haha. Andu aya kuma Bungoma no igwa maturite Nairobi tondu maikaraga metereire rucio ni makaroka kuheo postmortem, magathi magi postpone na guguo. Gutire mundu uramarora, gutire mundu urenda kumenya mwere ni mwere no muoyo ni muoyo. Koguo ni toguo ni ukorwo nginya aria maratongoria, the people from county Bungoma county, the senators, the MCAs, they know that the governor, tafadhali, you need to rise up and now come take charge and represent your people. These are the people who voted for you, so it's time and it's up to you to stand with your people. So na kiuria kiria turoria ni hihi kae gukoragwo kwina muruti umwe wa wira wa thirikari ati nowe ungika postmortem. Ni twi kwina madagitari aingi mangiruta mawira macio, riu tugweterera mundu umwe athie agikaga mire yothe postmortem nigetha tuheo mire. Uguo niguo family iroria. And also to the governor, to the governor Nairobi County, kindly ingilia kwa hii jambo ndo at least hizi familia ziweze kusaidika. Ni aibu sana wengine wana complain hakuna makazi, na leo hii wengine wako hapa City Mortuary. Nyinyi ndio mmekataa na mili, mnasema mnataka kufanya postmortem. Hamuwasaidii, hamuwapatii postmortem. Wanasema hao hawana haja na postmortem, wapewe mili wakazike. Na bado kila siku wanamkia hapa City Mortuary na hawapati mili. So itakuwa ni itakuwa definitely mko na magari za kutoa, kuna magari za kubeba mwili kama hii ni ya Gatundu, ile nyingine ni ya Bungoma, ile nyingine ni ya kwetu Juja. They are here. Mlikuwa mmeshachukua magari. It was confirmed. Hamisha mili tupeleke karibu na nyumbani. Sasa magari ziko huku unazitaripwa. Na hata hajakuja, tunashinda tukiuliza, wanatuambia anakuja. Na hii ni siku ya tatu tukilipia hizo magari. Tunatoka president, tunatoka na mafea na hata wana huruma hata poleni sana. Tukwihoka ati thirikari ni gukorwo kiona video ici na makorwo magiteithia family ici nigetha makorwo magithika andu ao. Tukurikiriria hau mweroreri ukoria guothe urerora video ici ukorwo ugisubscribe na uhinye notification bell nigetha tuki upload video ugakorwo wa mbere na kwerora.